Maisha ni shule jameni, sio na kengele, shule ambayo haina likizo, haina ratiba ya mitihani. Kila siku unaingia darasani ukiwa hujui somo la leo ni lipi, na kila hatua unayopiga jameni inaweza kuwa mtihani ambao matokeo yake hayabandikwi kwenye ukuta. Naam, na katika shule hii ya maisha basi mara nyingi anayefika mbele si kwa sababu alijua kila kitu, kwani alikutana na mtu aliyemtangulia akamshika mkono na kumwambia huku ndiko unafaa kupitia, usiogope. Basi jameni, huyo ndiye mshauri wa kweli. Huyo ndiye anayekupa ramani bila kukulazimisha utembee kwa miguu yake. Huyo mtu ni kielelezo jameni, lakini wengi wanamuita kama menta. Na hii leo tuko na kisa cha Amra. Huyu ni mchezaji wa saksa. Anasema nini? Mdomo bata. Lakini anasema isingekuwa ni babake, mzee wa kazi Uncle Nash Sax, na nguli wa mziki wa pwani Juma Tutu, asingekuwa hapa alipo. Hadi kulitia guu lake ndani ya NTV, ndani ya Gumzo la Sato. Wote tuko nao studioni, lakini kupata uhondo jameni kamili wa kinachokujia hapo ulipo nyumbani kwa mara ya kwanza kabisa, atakuwa kitamba kila Jumamosi ndani ya Gumzo la Sato, Malenga Lugo kutoka Kilifi. Lugo, kunani leo? Mada ya siku ya leo, kipindi Gumzo la Sato, Sato NTV leo, hapa mambo moto moto. Swali na uliza leo, wapi vielelezo? Wenye kutoa msaada bila malipo wapi? Wengi hujifanya menta, kumbe wataka kulipwa. Ni kwa njia za kijanja, hujamu wasipolipwa. Huruma hawana, hata utadhani wanakopwa. Wenye kutoa msaada bila malipo wapi? Wasichana huanguka mikononi mwa wahuni, wakidhani wamepata menta, kumbe wahuni. Kuna vitu wanataka dazetu, makinikeni. Si kila menta ni mtu, wengine wanantama. Hino ndio mada yetu leo, Gumzo la Sato, na watangazaji wetu Kaketu Lofty Matambo, na pia Kinchuna wetu yuko ndani ya mitambo, mshauri Kadzondundi. Malenga Lugo kutoka kaunti ya Kilifi. Shabash. Anajulikana kama Malenga. Tumpe maua yake jameni, Malenga Lugo. Lakini tumuone sura vizuri. Ndo manake bana, mambo matamu hufichwa.